Hello, assalamu alaikum. Leo tunapika samaki za nazi, tembele la kukaanga na pamoja na ugali mlaini, na mtamu. Twende jikoni tuone tulipikaje. Jamani, leo nilimisi kula ugali, nimetokana na hayo mamiogo, si matambi, yani hayo maftari in short. Kwa mimi iftari yangu leo ilikuwa ugali jamani. Twende jikoni tukapika, tuenjoy na tujifunze pia. Na naomba unipe muda wako ukae mpaka mwisho, na mimi wala hautojutia muda wako, I promise. Kwa hapo nilikuwa na vibua wangu hawa hapo wawili wakubwa, kwa hiyo nikawa naweka hivyo mistari ili nikiweka viungo viingie mpaka ndani. Nikaweka chumvi ni kiungo muhimu. Au samaki hapo nishawaosha, nishawatoa utumbo, nishawatoa yale sijui mamoyo, nikamaliza nikaweka kitunguu saumu ambayo nimetwangia na tangawizi. Nikamaliza nikakamulia ndimu. Kama una fish masala pia unaweza ukaweka, mimi sikuwa nayo kwa hapo. Kwa hiyo nilitumia tu viungo vyangu. Hivyo ndo viungo muhimu bana, na samaki wangu alikuwa tu mtamu. Kwa hapo nikakamulia zangu ndimu. Hizo samaki ni ndimu jamani. Hapo chumvi, kitunguu saumu ambacho kimepondewa na tangawizi, ndimu. Kitunguu saumu hakikisha kinakuwa cha kutosha. Kwa hiyo wakati unaingiza hivyo viungo, hakikisha yani kila mstari unajaa. Yani unafanya kama unavyofanya, unapitisha vidole kwenye hiyo mistari kwenye hiyo vitobo ili viungo viingie mpaka ndani. Kwa hiyo ni hizo, yani hapo ndo unavika vizuri sasa. Ukimaliza waache kwa muda. Kama una friji waweke hata kwa lisali moja. Kwa hiyo mimi niliwaacha, mimi friji sina. Kwa hiyo nikawaacha hapo kwenye bakuli ili viungo viloane vizuri. Kwa hiyo hapo baada ya muda tumerudi. Kwa hiyo hapo baada ya muda nikawasha jiko langu, tunaenda kuwakaanga sasa hao samaki. Kabla hatujaendelea, kama bado haujasubscribe katika channel hii ya Mapishi na Rocky, naomba unisaidie kusubscribe kipenzi changu. Na wewe uliosubscribe na kushukuru, Mungu akubariki sana. Kwa hiyo hapa nikatia mafuta, weka tu mafuta kiasi ambacho wewe unapenda. Hayo mafuta yangu nilikaangia sambusa jana. Video yangu ya sambusa ipo hapo chini. Kwa hiyo nikasema haya mafuta siwezi kuyamwaga, nikawa nakaangia samaki sasa. Hamna kinachoharibika hapo. Kwa hiyo hapa nimemaliza vile vimchuzi vilivyojitenga. Hakikisha unavitia humo kwenye samaki. Huyo samaki ukila utakapomla awe ina ladha, chumvi, ndimu, kitunguu saumu kisikike. Yani nikawa nachukua huo mchuzi napitisha humo kwenye mistari. Yani samaki akolei kwa kiungo jamani. Hivyo ndio viungo muhimu kuliko vyote. Kwa hapo nilikuwa na test mafuta yangu, mafuta yashapata moto, tunaenda kuweka samaki kukaanga sasa. Mafuta yashakuwa moto kabisa yani. Kwa hiyo nikaenda kudumbukiza hizo samaki zangu. Tunaenda kukaanga sasa kwa moto wa kawaida tu. Hapo usigeuze. Hakikisha ugeuze wa samaki. Yani mpaka waone kabisa unabadilika rangi. Na ukiwageuza hakikisha hutumii nguvu, wanageuka tu wenyewe. Kama unatumia nguvu, yani wameng'ang'ania kwenye frampen, huyo samaki ni bado. Kwa hapo nikamaliza zangu, nikageuza hizo samaki zangu hapo kama unavyoona kipenzi changu. Kama unavyoona. Taratibu, moto wa kawaida kabisa. Basi baada ya muda hapo, si unaona? Vitu vipo perfect. Kwa hiyo hapo nishamaliza sasa, nimeweka pembeni. Hapo nina mahitaji yangu, nina kitunguu saumu, nina nyanya, nina samaki hizo ambazo nimekaanga, nina nyanya chungu, nina bamia, nina kitunguu maji, nina hoho, nina karoti na nina tui zito hilo hapo la nazi. Pia bila kusahau tui jepesi, tui la pili jepesi kabisa. Kwa hiyo hapa nikaanza kuweka mafuta yangu jikoni. Jamani, leo nilisema tunakula iftari hiyo. Ya nini? Ya ugali. Kwa hiyo hapo nikatia hivyo vitu bana, nikatia na hako kahoho ambacho hata sijakakatakata, ikabidi nikatoe kana kihelehele. Kwa hiyo nikaendelea kukaangiza hizo bamia, nyanya chungu pamoja na kitunguu maji kwa pamoja. Kitunguu maji weka kiasi ambacho wewe unapenda, mafuta weka kiasi ambacho wewe unapenda, nyanya chungu si bamia weka kiasi ambacho wewe unapenda. Mimi nilipendelea hivyo yani sasa uwezi amini, na hivyo vitu hapo, hizo bamia kwetu nimenunua shilingi 100, zote hizo nyanya chungu hizo hapo pia nimenunua shilingi 100 ya Kitanzania jamani. Naombeni tu muhamie huku kwetu. Hamna kufa njaa huku. Kwa hiyo hapo nikaendelea kukoroga hapo vibamia vyangu, kitunguu maji kikishaiva vizuri, tunaenda kuweka kitunguu saumu sasa. Weka kitunguu saumu
Kila nilichokibakisha kule nimetwangea pia na tangawizi. Kwa hiyo hapa nikadumbukizamo humo jamani, na msinicheke mimi kitunguu saumu changu natwangia kwenye kikombe. Kinu changu kilipotea jamani. Kama mnanipenda mtanichangia hela ya kinu eti tutwangie vitunguu saumu siku ya sikukuu. Kwani kitunguu saumu kikiiva pia tunaenda kwa karoti, nimezikatakata vipande vidogo vidogo, nyingine nimezikwangua yani. Kwa hiyo tutaenda kama kawaida. Tunaendelea kukaanga hapo, usikae mbali na jiko mtoto wa kike, kaa hapo hapo. Na kama wewe pia ni mwanaume, maana mashabiki zangu wengine ni wanaume, pia hakikisha ukae mbali na jiko, utaunguza chakula kitatoka vibaya, hakitotoka kizuri wala kwa 100%. Karoti pia ikiwa tayari, tunaenda kuweka nyanya maji. Sasa niliziblend hizo nyanya. Hizo ni nyanya 2 tu kubwa. Nyanya 2 kubwa. Kwa hiyo weka nyanya kutokana na kiasi chako cha samaki. Yaani kwa kama samaki zako ni nyingi unaweza ukaongeza nyanya. Au unaweza kuongeza hata nyanya paste. Mimi sijaweka hapo. Huwa siipendelei. Siipendelei, sijui ndio roho ya umaskini inanisumbua, Mungu niepushe. Kwa hapo nimefunika nyanya zangu zinaendelea kuiva, hapo nikawa nachambua katembele ketu sasa. Si nilisema tunapika pamoja na tembele. Hapa nimefunika nyanya iive isinuke. Maana nipo hapo jikoni. Hilo tembele sijaenda kulichambulia barazani afu ndani chakula kiungue no. Tembele nachambulia hapo hapo. Kwa hiyo tunachambua tembele huku vitu vyetu vinaendelea kuiva. Kama unavyoona, au kuna mtu ajui kuchambua tembele? Siku niandae video ya kuchambua tembele tu, kuna mtu ajui? Kama kuna mtu ajui naomba mniambie hapo chini kwenye comment. Basi hapo baada ya muda nikaangalia nyanya zangu nikakoroga kidogo, zikawa bado hazijaiva, zinanuka ubichi. Kwa hiyo hapo nikaendelea zangu na matembele. Baadaye nikafunua hivyo hapo nyanya zimeiva hizo, tayari harufu hapo imekata kabisa, ile ya ubichi haipo. Kwa hiyo hapo endelea koroga. Hapo usisahau kuweka chumvi jamani. Usije kusema mada huyu Ruki hajatuonesha hata alipoweka chumvi, afu wewe ukapika bila kuweka chumvi. Usisahau kuweka chumvi. Kwa hiyo hapo baada ya muda nikaweka tui lile jepesi, maana hiyo nyanya ilikuwa inashika chini. Tui lile ulochuja la kwanza, la pili lake. Ndo nikaweka hapo. Hiyo nazi yangu ilikuwa ni nazi fresh kama ninavyosema kila siku. Kwa hiyo hapa nishaweka tui langu lile la pili, tunaenda kuweka na samaki zetu. Sasa hapo ili usiweke samaki mwishoni sana kwa sababu hizo naniliu zitakuwa hazishikani yani harufu. Lazima kila kitu uweke hizo samaki hapo mwanzoni ili harufu zishikane kabisa, yani harufu ya samaki itawale kwenye mboga. Na haka kipande kingine mimi niliweka kwa ajili ya kulumagia. Kwa hiyo wewe unaweza ukaweka wote bila kujali. Nikaendelea kulipiga tui langu hivyo. Hapo nikaweka zile hoho ambazo nilizibakisha mwanzo kwa ajili ya harufu. Hoho ukiziweka mwishoni, yani mboga inakuwa inanukia vizuri. Ina harufu nzuri utapenda. Kwa hiyo unaweza ukaweka mwanzoni, pia unaweza ukaweka mwishoni. Mimi niliweka mwanzoni na mwishoni pia kama nilivyoonyesha hapo vipenzi yangu. Hapo nikawa naonja chumvi, usipike bila kuonja chumvi jamani, utatoa vitu ambavyo havieleweki. Kaendelea kukoroga, si unaona kamchuzi kangu kanavutia. Hapo nimeweka tui hilo moja tu. Hapo naenda kuweka sasa tui zito, tui lile la kwanza ambalo nimelichuja, tui bubu la kwanza zito, ndo tunaenda kuweka kwenye samaki. Hapo samaki zinanukia balaa. Afu jamani asikwambie mtu, samaki mwenzie nyanya chungu, samaki za nazi mwenzie bamia. Utanishukuru baadaye. Kwa hapa napiga tui langu lisikatike jamani. Hapo kwenye kupiga tui jitahidi ukifanya kama mimi ninavyofanya, tui lisikatike. Unafanya hata kwa dakika 1 mfululizo hivi, tui linakuwa likatike. Ukila unasikia kabisa ladha ya tui lenyewe kabisa. Watu wa pwani hapo mtakuwa mnanielewa. Yaani ukila unasikia ladha ya tui lenyewe kabisa. Tui limeiva kama hivyo mnavyoona, halijakatika, halina chenga juu. Tui langu limetoka clear kabisa. Kwa hiyo mjitahidi hapo kwenye kupiga tui. Hapo nikawa naonyesha samaki zangu sasa, hapo wananukia balaa. Kwa kama una kapilipili hapo unaweza kaongezea kwa ajili ya harufu. Kapilipili kabichi, ale pilipili sijui anahitaji mwendo kasi. Kwa baada ya muda hapo kalosti kangu hapo tayari, kasamaki kangu hapo. Tuhamie kwenye matembele. Kwenye matembele mimi niliweka sufuria yangu jikoni,
Nikamaliza hapo, na kama nilivyowaambia, hii leo sio chakula cha mchana, ni futari. Jamani, nimeamua tu kufuturu ugali, tembele pamoja na samaki. Yaani nimechoka kula hayo, sio matambi, mamiogo, mama gimbi, mandizi. I'm so tired. Kwa hapo nikaweka mafuta jikoni, weka mafuta kiasi ambacho wewe unapenda, nikaweka na vitunguu kama viwili hivi na karoti ambazo nimekatakata makubwa makubwa. Karoti kama hauna sio lazima. Matembele mafuta tu na kitunguu, unakula tembele tamu balaa jamani. Kama unapendelea kuweka hoho kwenye mboga za majani, pia unaweza ukaweka. Mimi siwekagi hoho kwenye mboga za majani, mtanisamehe. Kwa hiyo tu mimi nimeiskip. Kama nawe haupendi unaweza ukaskip pia. Kwa hapo naacha vitunguu viive vilainike. Hapo niliona nimeweka mafuta mengi, nikasema ngoja nipunguze. Hayo mafuta nilikaangia samaki. Kwa hiyo hapo nikapunguza kidogo, mafuta yalikuwa mengi sana, afu matembele yangu tu ni kafungu kamoja tu, nikasema ngoja nipunguze. Kwa hiyo nikapunguza mafuta, nikaendelea kuchanganya kukoroga hivyo vitunguu vyangu. Hapo nina ile embe bichi jamani. Mimi napenda tembele liwe na embe bichi. Japo embe nilipata lina rangi, sikupata ile embe bichi lenyewe, lakini lilikuwa na ugwadu. Kwa hiyo naenda kuweka embe kwenye tembele langu. Jamani, kama haujawahi kujaribu, hebu jaribu siku moja. Tembele katia na embe mbichi jamani, utanishukuru baadaye. Yaani hiyo ladha yake sikwambii. Yaani lakini hapa tunajua na watu wa pwani tu ndio tunye mambo haya. Kwa kama wewe sio mtu wa pwani, au kama wewe ni mtu wa pwani na haujawahi kujaribu, hebu jaribu siku moja, utakuja kuniambia hapo. Hapo naweka na chumvi, weka chumvi kiasi kidogo tu kwa sababu tembele halichelewi kushika chumvi. Kwa hapo nachanganya, na kama mnavyojua tembele halichelewi kuiva. Nachanganya zangu tembele. Sio hapa nageuza tu tayari lishalainika. Hapo changanya tembele langu ili vitunguu visiungulie chini. Kumbuka hapo ni mafuta, kitunguu, karoti. Basi. Kama unapendelea tembele la nyanya, unaweza ukatia nyanya hapo. Kabla ya kuweka tembele unaweza ukatia nyanya. Mimi sipendelei sana, labda niwe nimechanganya na dagaa. Kwa hapo naenda kukatia hiyo embe. Hiyo embe ilikuwa ina rangi, lakini ilikuwa ni ya ugwadu jamani. Kwa naenda kuweka na embe hapo. Hiyo ladha yake. Ugwadu wake kwenye tembele nyie. Naomba tu mkajaribu. Katia na vimaembe vyangu kadhaa hapo. Kama hivyo na koroga hapo, nachanganya ili ule ugwadu ule uchanganyikane na matembele. Yaani kuna utofauti mkubwa katika ugwadu wa ndimu na ugwadu wa embe jamani. Hasa kwenye yako katembele kangu, yaani katembele fulani hivi jamani, nashindwa hata kuelezea, ila nilienjoy. Yaani nilifutari yangu nilienjoy sana sana sana. Nimekula kitu ambacho nakipenda. Tembele ni mboga ambayo naipenda sana sana. Tembele na ugali na hivyo visamaki vyangu vya nazi. Jamani, utaniambia nini? Baada ya muda hapo tunaenda kupika ugali. Kuna mtu hajui kupika ugali? Kabla hatujaendelea jamani wanafunzi, kuna mtu hajui kupika ugali? Okay, kama hujui sio vibaya wala sio dhambi. Endelea kuwa na mimi hapo. Kwa hapo nimeweka maji yangu, kabla hayajachemka nimeweka unga kama nusu kikombe hivi, nusu kikombe kidogo cha chai, na koroga hapo mpaka uwe uji. Kwa mtu ambaye hajui kupika ugali jamani, unakoroga hapo mpaka uwe uji. Yaani usiache kukoroga kwa sababu yataganda, unga yataenda chini. Kwa maana koroga hapo mpaka uwe uji kabisa kama hivyo unavyoona. Na ukishakuwa uji, hakikisha uji wako unachemka muda mrefu. Ukitaka kutoa ugali mzuri, iwe sembe iwe dona jamani, hakikisha unga unachemka uji unachemka muda mrefu. So unachemka tu kidogo hivyo umetia unga, hapana. Uache uchemke mpaka uchanganyikiwe yani. Hivyo yani. Kwa hiyo hapo nikasema tu leo jamani, acheni niwaoneshe jinsi ninavyopika ugali wangu. Ile ndo tips nzuri ya kupika ugali. Ugali uji uchemke sana. Yaani uchemke mpaka usahau kama umechemka. Sijui unanielewa. Kwa hapo nikapunguza uji kwa ajili ya kwenda kusonga ugali wangu. Hapo ni umechemka unga wangu, hapo sio mzito sana wala sio mwepesi. Naenda sasa kuweka unga kidogo kidogo, unazungusha mwiko kama hivyo. Kwa wale wasiojua, na kama wewe unajua basi unaweza ukakaa tu hapo kwa ajili ya kuenjoy. Kwa hapo naendelea kusonga kwa ugali kangu. Zungusha mwiko hapo, nimeshikilia na banio na ungua, lakini napambana. Mtoto wa kike kuungua jikoni lazima, yani lazima, haikwepeki. Ila hakikisha usije ukaungua sana ukashindwa kusubscribe katika channel yangu. Kwa hapo endelea kusonga ugali wangu hakikisha ugali hautoki na mabuja, kaza mkono huo binti. Kwa hapo naendelea nikaongeza unga, nakwambia
songa ugali huo, mkono ukaza jamani, yaani mkono huo hakikisha unakaza. Hapo nachanganya hapo, nimetia sasa ule unga wote. Huo ugali wangu mimi ulikuwa ni nusu kilo, kwa sababu sikula mwenyewe. Ulikuwa ni nusu kilo, nusu unga, nusu kwa sababu nilikula mimi na familia yangu. Waliotaka kula ugali tulikula, wenye kula futari walikula pia. Sina familia yenye watu wengi, ila hivyo huo ugali ulikuwa ni nusu kilo. Kwa hiyo hapo nikaongeza tena ule uji jamani. Mimi napenda nikishasonga ugali baadaye niongeze huo uji. Afu nisonge ugali unatoka smooth, yani mzuri. Yani nashindwa hata jinsi ya kuelezea. Yani ugali unatoka, ugali kanatoka kalaini, yani kazuri hivi. Yani weka hakikisha unatia tena kauji kidogo huko mbele. Hapa nachanganya nakwambia hapo kazi kuchanganya. Ulifanya masiala unaungua na huo uji. Nachanganya. Ila mimi hamna yani kwangu hamna kinachoshindikana. Unaona hapo kazi ya mkono, unachanganya ugali huo hauna buja. Ugali huo ni mlaini. Yani upo smooth. Yani ukiula unaona kabisa huo kweli ugali umepikika. Hapo kwenye ugali hatupunguzi moto. Moto ni huo. Si unaona mimi sijapunguza moto. Nasemaga sio kwenye nyanya tunapunguza moto, lakini kwenye ugali hatupunguzi moto. Tunapambana hivyo tunaungua, lakini tunapambana. Kwa hiyo nikaendelea kusonga zangu ugali kama mnavyoona hapo. Nikasema ngoja nipumue kidogo uive. Kwa hiyo kama una mfuniko hapo, unafunika kidogo, yani kama dakika moja hivi. Unakuja kunishukuru baadaye. Hapo nikasema ngoja nisafishe kajiko kangu kidogo, unga umemwagika ili niweke hotpot nipakue ugali wangu. Kama mnavyoona hapo ninasonga. Unaona ugali ulivyokuwa mlaini mzuri jamani. Kama unapenda ugali mgumu unaweza kaongeza unga, lakini mezangu ugali mlaini ndio kitu ambacho nakipenda. Yani napenda balaa. Na sio mlaini sana. Kwa hapo nikachukua hotpot langu, nikapakua ugali wangu. Hapo ugali wangu upo tayari, nikapakua, nikamimina kwenye hotpot kwa ajili ya kuula baadaye. Yani hiyo ndio futari. Kama nilivyowaambia jamani, futari imekamilika, haijakamilika. Imekamilika bwana. Uwapo ugali wangu nikaupeta ili uwe na sura nzuri kama mnavyoona. Nikafunika. Baada ya muda ni chakula changu ni hiko hapo. Karibuni kapikeni na nyinyi. Na kabla hapo naomba unisaidie kusubscribe kipenzi changu kama bado haujasubscribe. Bye bye.